kule Kahama, wakanipush, wakaja ili wanisage kichwa. Bahati nzuri akili ikaniepusha, kichwa kikatoka kidogo, tairi ikapita hapa mpaka hapa nina makovu. Majukumu matatu anayoyafanya Roho Mtakatifu katika nguvu ya ufufuo. Majukumu matatu anayoyafanya Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu, akiwa ndani yako, katika nguvu ya ufufuo. Bwana asifiwe sana. Naomba nikueleze mambo haya, mwana wa Mungu, ili usiishi kizembe tena. Na kuanzia sasa ishi ukijua Roho Mtakatifu sio tu zawadi ya Mungu, ila Roho Mtakatifu ni tumepewa kitu ambacho ni supporter company. Roho Mtakatifu ni refa anayekupa haki yako. Roho Mtakatifu ndiye mpiganaji wa vita ya kwako. Ahirisha kulia kwa watu, ahirisha kulilia watu. Kesi yako kuanzia leo anza kumpa yeye. Yeye ndiye atakayeshughulika. Maadamu umepata neema ya kuokoka na umekaa katika fundisho la uzima na umepata bahati ya kujazwa huyu Roho Mtakatifu, hebu mpe nafasi na umkabidhi sasa mambo yako yafanyie kazi. Sema amen. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie haya mambo ya rohoni yanavyofanya kazi kabla sijazungumza hizi pointi tatu. Wakati sisi hatujaokoka, mimi sinikwambia nilikuwaga nani? Sasa unajua shuhuda yangu. Bwana asifiwe. Mpaka kupanda cheo kuwa gwiji, chifu, nani, nilijazwa roho ya mapepo. Yaani nilikuwa na roho ya shetani. Sasa roho ya shetani, Roho Mtakatifu na roho wa pepo ni tofauti kwa kitu hiki. Roho wa Mtakatifu anaishi kwa vitu vitatu: utakatifu, mafundisho na maombi. Sawa? Lakini roho wa mapepo anaishi kwa damu, lakini anaishi kwa uchafu. Lakini tatu, anaishi kwa bidii ya shughuli za kishetani. Yaani uchafu ni kwamba, yani nilikuwa nalazimika mimi ili huyo Roho Mtakatifu, roho mchafu wa shetani aishi ndani yangu. Nilikuwa nalazimika. Tunaona nyie mnafunga masaa 24. Mimi nilikuwa nafunga siku 7 kwa kila miezi mitatu. Yaani mfano mwezi wa kwanza, wa pili, ikifika mwezi wa 3 tarehe 1 nafunga siku 7 kavu. Hakuna kula wala kunywa. Tena unafungia wapi? Una saini kiapo, unayaita majini, yanakuvuta kutoka kuzimu, yanakuleta duniani, yanakupeleka juu ya miti hii mibuyu mikubwa hii, au mirumba, mifute, mikuyu. Unafungwa huko, miguu juu, kichwa chini, kaa popo. Uko uchi wa nyama. Hata mvua inyeshe ya mawe, radi zipige, baridi ipige, wewe ni mateso, maana umefunga. Unaomba, unamuomba shetani. Siku 7 zikiisha, yale majini yanakuja kukufungua. Sasa yakikufungua, ili yule Roho Mtakatifu apate nguvu, cha kwanza lazima utue chooni. Ukifika chooni lazima uingie kwa mguu mmoja,
asuseme a'udhu billahi minashitani rajim. Ukishaingia unaachama hivyo hivyo, umeachama mdomo, unausogeza mpaka kwenye tundu la choo ba. Tena choo chenyewe sio hivi vyoo vya kisasa vya kizungu una flash maji, ni vile vyoo vya shimo. Yaani kile mtu anacho kunya divi linashuka huko. Hiyo choo. Kwa ukiachama pale unaweka mdomo pale, siku na nzi watakuja wanaingia. Mende wanaingia. Ile harufu yote inaingia. Ukishamaliza unayaita majini. Yanatoka mle chooni, kunakuwa na majini 5. Yanaanza kukoroga ule uchafu kule, binakuletea unakula. Hapo ndo roho mchafu anakujaza nguvu. Mbona unataka kutapika? Mimi ndo nilikuwa nakula hivyo, so wewe. Bwana tusaidie. Ukishakula, mimi kwa amri ile nilikuwa kwa mchana nakula lita 1.5 ya ule uchafu. Na ikifika usiku namalizia lita 1.5. Yaani kila siku lita 3. Tunachukua zile funza za mule minyoo ile inaenda inapimwa. Konki anakula kilo 3. Hapo roho mchafu apate nafasi. Sasa uchafu, uwezo wa huyo roho, ukishamkidhi vigezo vyake. Tunaona hizi wigi hizi nyie mnaosuka rasta na kuvaa mawigi, mwe mnauliza vinatokaga vina kazi gani hivyo? Sio vya warokole. Mimi nashangaa tu nyie watu wa mjini mmevingangania. Hivyo ni vya mashetani, nyie mnavaa tu hamjui. Huwa wanaovaa hizo ni malikia wa kuzimu na machifu star. Hiyo rasta hiyo wewe hujui, na ina dalili fulani inayokunyonya damu bila wewe kujua. Ni utake usitake, maana ina kodi namba satanisti. Sasa sisi wakati ule ndo tulikuwa tunazivaa hizo wigi. Na wigi sio eti ni ulembo wa mwanamke, hamna. Ni zana ya kazi, yani ni sawasawa na fundi ujenzi akipewa mwiko, ambapo ndio kazi yake kuchota udongo na kuweka kwenye nini? Kwenye tofali. Au askari akipewa bunduki, si ndio zana ya kazi? Kwa na wigi ni zana ya malikia wa kuzimu, hiyo rasta. Kwa nyinyi mnaambiwa ni ulembo, so ulembo. Kwani hao wazungu wanaowatengenezea mmeshawaona wanazivaa? Hawazivai kwa sababu mkataba wao ni mwingine, sio wa hizo. Na wanajua zinafanya nini kwako. Bwana atusaidie sana. Sasa hiyo mimi nilikuwa nayo. Sasa ya kwangu ilikuwa kidogo tofauti. Ilikuwa imejazwa madini ya kishetani kuliko hiyo wigi. Maana unakuta ni wigi kama hizo, alafu ninaweka na nywele ya mtu pale aliyekufa, nywele ya mtoto mchanga au mwanamke aliyekufa akiwa na mimba ya mapacha, au mzee, wale wazee wenye kipara wale. Tule tu nywele tule ndo tunatengeneza hiyo wigi. Alafu nikishika hivi hiyo wigi, nilikuwa naifinya nikitaja jina la mtu. Kwa nguvu ya yule roho mchafu, yule mtu niliyemtaja anakata roho. Nimemuua, yani naweza nikamtaja nikiwa hapa Tanzania, akafa Marekani. Kinachomuua ni nini? Ni ule mfungo wa siku 7 na ule uchafu nilioula chooni. Na hilo agano la huyo roho mchafu. Kwa ile nguvu nilikuwa nikiishika ile wigi, nikizunguka hivi mara 3 na achama, nabadilisha macho. Nikichange kidogo na kuwa bonge la 3. Nikienda darajani natulia pale, nikinyoosha vidole hivi, basi itakayopita hapo ni ajali. Lazima wafe watu.
Hizo ajali zote hizo unazoziona zinatokea hizo ni mashetani. Ni mashetani. Lakini kinachowafanya yapate nguvu hiyo ni vile walivyojiengage kwa mashetani, wakampata roho mchafu. Bwana asifiwe. Sasa kazi ya yule roho mchafu sio tu kufanya hayo. Si unawaona hawa matajiri? Siku moja mzee nitakuja kutembea tu, tuzurure hapa ndani kuonyeshe machimbo. Hapa ndani yamejaa hivi. Sio kila tajiri unayemuona kwamba hizo hela ni halali. Amepewa na roho mchafu. Kuna mtu mkishikana mkono tu hivi anafanya hivi tu, akiondoka ameondoka na nyota yako. Utashangaa unapata hela piu, unapata hela piu. Zinaenda wapi? Roho wake mchafu anachukua. Kuna mtu mwingine unakuta unatembea anachukua udongo pale ulipokanyaga chap. Anafunga, anaweka kwenye mfuko. Akifika kule, kila siku utakuwa unaota huko kwake, unafanya kazi tu. Unaota huko kwake. Kuna wengine mmeshafukuzwa ofisini fulani, mmeresign mkataba ofisi fulani, ni miaka karibu 4-5, ila mpaka leo huwa unaota huko kule. Unafanya tu kazi pale. Walichokifanya walishachukua nyayo za miguu yako. Kwa hiyo wakamkabidhi yule roho mchafu. Anavizia hatua zako za mafanikio, anaminya. Yaani unaongozwa na remote control ya kishetani. Sijui unanielewa? Huyo ni roho mchafu. Sasa namshukuru Mungu, mimi nilishagaokoka. Siri tena yale mavi, siri tena. Wala zile shughuli sifanyi. Nilishaga sahau, ni miaka mingi. Bwana asifiwe. Sisi kanisa leo tumeokoka, hatupati roho mchafu. Tumepata Roho Mtakatifu. Hatutoi kafara ya damu wala hatuli kinyesi, ila maombi yetu watakatifu ni harufu ya manukato kwa Mungu, yanayompa nguvu Roho Mtakatifu ya kufanya kazi zetu. Kwa hiyo penda maombi. Lakini 2, utu sadaka wetu tunatotoa kwa moyo wa kupenda, bila sheria wala amri. Tunajisikia ukiwa na 10,000, 5,000, 2,000 unampa Bwana. Huto tunaambatanishwa na damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Huyo roho anaposogea hapo anatakasa maisha, anatakasa. Hata kama wamenena laana, ukimtaja Roho Mtakatifu anafuta laana yote. Hata kama, ndio maana mimi ingekuwa kwamba eti laana zinaua, mimi ningeshakufa. Kuna wachungaji hapa Dar es Salaam jumla 9 wamefunga na kuomba wakanirani. Tena na kikao chao wamekaa Mlimani City hapa Dar es Salaam. Wakapitisha agenda, wakanishitaki mpaka serikalini, nikaitwa. Nikaletwa katikati yao. Na wana makanisa mazuri. Wakaniambia injili nayohubiri nisihubiri tena, lazima wananipa siku 7 nitakuwa kaburini. Na tena huyo jamaa ndo kiongozi wao, akainua fimbo yake hivi akaipiga chini mara 3, akanisontea akasema, hii ndio fimbo ya upako inayozaa upako wote unaosikia kwa mitume na manabii, na mimi ndo baba yao. Nikamwangalia, wewe ndo baba yao? Sawa. Akanisonta akasema, wewe si nikatekela, si unajifanya ni mtumishi wa Mungu, na kuzika kwa jina la Yesu. Akanizika vile anavyojua yeye. Wewe, waliobarikiwa hawalaaniwi, kwa sababu Roho Mtakatifu anapangua laana na anaweka baraka. Kule Arusha kule kuna nabii mpaka amechukua mgomba wa ndizi. Ukimuuliza yule Gregory Muhiche wa Morogoro Mzumbe atakwambia hii story. Kuna nabii amechukua mgomba wa ndizi, akauvika sanda,
akauandika Amieli Katekela. Akachimba kaburi, wakafanya ibada ya mazishi, na ikachinjwa ng'ombe hapo, wakanizika Arusha. Kwa mwenzako hapa kuna watu walishaga nisahau, nilishaga Sasa wewe unaambiwa tu kwamba utaona, unaogopa. Jamani, tukiwa na Roho Mtakatifu, hata kama tujapotajwa tumekufa, tunafufuliwa, maana yeye ni nguvu ya ufufuo. Pale Arusha ndio nimezikwa mwenzako. Afu nabii anaokopwa sana, akataja siku 7. Siku 7 mutasikia. Watasikia nini? Mpaka leo mtoto wa Mgalilaya bendera chuma, mlingoti chuma, na gonga miaka. Hata homa haipo. Na sumu tunapigwa, lakini tunatembea tu. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu anahitaji ruhusa ya kwako. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu inatosha kutusafisha na inampa nguvu. Lakini neno la Mungu, tujijengee tabia ya kusoma neno na kupenda kujifunza sana mafundisho. Jamani, hivi vikundi vya maombi tofauti na hapa kanisani viacheni. Naomba nikushauri kwa jina la Yesu, na asema Roho wa Bwana, punguza mbio kwenda kwenye vikundi vya maombi vilivyo nje ya mafundisho ya kanisani kwenu. Sio kila roho anayetajwa ni mtakatifu. Kuna mwingine ni gereza, ila ndani kuna hirizi. Lakini uhai wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya muamini ni lile neno linalofundishwa. Hata Yesu akamwambia Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo, anaeleza ushindi wa Mkristo katika vita ya mashetani. Akaeleza neno moja, sura ile ya 12 mstari wa 10 na mstari wa 11, anasema nao wakamshinda. Kwa nini? Kwa damu ya mwana kondoo. Alafu akamalizia akasema kwa nini? Kwa neno la nini? Neno la ushuhuda ni nini? Si ni Biblia hiyo? Bwana asifiwe. Hata ukijazwa Roho Mtakatifu, ndugu yangu, kama hauna neno ndani, Roho anaondoka. Utabaki unanena kwa lugha. Na kuna watu wengi wananena kwa lugha, alishaondoka zamani. Msitishwe na anayenena kwa lugha. Na kuna mtu mwingine ananena kwa lugha ya mapepo. Ananena kwa lugha. Mkisikia tu indira baka shekale, robobo sakarapo, robobo sandabila, wewe unajua ni Roho Mtakatifu. Amekutukana huyo. Ni mapepo. Roho Mtakatifu hakaliliki, ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri? Tuko pamoja? Unajua, ngoja nikwambie, Roho Mtakatifu anazo tabia zake. Kuna tabia mojawapo ambayo inaitwa neema. Anaitwa Roho wa neema. Si unasikia Roho wa neema? Roho wa neema ni msamaha. Yaani yeye akiingia kwako ukamkorofisha Roho Mtakatifu, anaondoka, inabaki neema. Sasa ile neema, ukiingia kwenye kunena, unakumbuka dhambi ulizofanya, unalia. Ukilia unaanza kunena kwa lugha. Le. Tafsiri ya ile lugha, mhutubu akiwepo akaitafsiri, watu watashangaa. Roho anakuwa anakuambia, wewe si mwenye dhambi, kwa nini usitengeneze? Kwa hiyo sio kila nena kwa lugha inajenga. Amna, zingine zinamsuta huyo mtumishi. Kwa hiyo usitishwe na kunena kwa lugha, lakini tishika udhihirisho wa kazi za Roho Mtakatifu uonekane ndani yako, ili unaponena anene yeye. Mimi natamani yeye ndo anene kwetu. Natamani anene Roho Mtakatifu kwako.
Natamani ukihubiri ahubiri yeye. Natamani ukiimba uimbe katika yeye. Sema amen. Kuna kwaya moja hivi niliwahi kuhubiri nayo kule sehemu moja, walikuwa wanapita. Wakafika kwenye mkutano nilikuwa nahubiri mimi. Ile kwaya ni KKKT ya Moshi. Wale wanaita mamajusi, sijui mamajusi. Walivopita lile kanisa, ilikuwa mchungaji ametokeaga kwao. Kwa nikawa nimealikwa pale, wakapita. Walikuwa wachache tu kama 14 hivi. Wametoka sijui wapi kuimba na kigali chao. Bwana, wakaombwa waimbe wimbo huu mmoja. Waliimba ule wimbo, pendo kuu la Yesu ilitosha Kalvari. Hapo ndo nikajua kumbe Roho akipewa nafasi anafanya kazi. Mzee, unafikiri nilihubiri? Sikuhubiri. Nahubiri nini? Ameshafanya kazi. Walipoanza tu alilipa deni zangu, nikaanza kuona kule pepo lilishaanguka kule. Nikaanza kuona wamama hapa kwa wachungaji walishaanza kunena kwa lugha. Mimi mwenyewe nilipokaa nasikia nywele imesimama, nasikia mpaka miguu ni miepesi, nasikia bubujiko la ajabu. Wale wanaoimba wanamaliza kuimba wananena, mkutano wote tukawa tumefurika. Baada ya hapo mchungaji alisimama akasema, Katekera, karibu usimame uhubiri. Nikasema sasa nahubiri nini? Wewe naye ni mchokozi. Nikasimama nikasema, wale ambao ni wenye dhambi njoni mtubu kwa Bwana. Wakaja kutubu, mkutano ukaisha. Sasa nihubiri nini? Alishahubiri mwenyewe. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, tumpe nafasi afanye. Tunaye Roho Mtakatifu hapa, ila tumpe nafasi, tutaona matokeo makubwa. Sema amen. Sura ya kwanza, jukumu la kwanza la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutuongoza na kutufundisha. Yani kwa lugha rahisi ya Kizungu wanasema Holy Spirit is control manager of selves. Yani ndo control wetu. Ukimpa nafasi Roho Mtakatifu, kokote uendako yeye atakuonyesha. Atakuwa director wako, atakuelekeza, na maisha yako yatakuwa hayana bahatisha, yatakuwa ni ya shabaha. Bwana asifiwe sana. Hautaenda peke yako, utaenda na yeye. Akipata nafasi kwenye maisha yetu, kwenye kanisa letu, kwenye kazi zetu, anatuongoza na anatufundisha. Bwana asifiwe. Naomba tusome andiko hili moja haraka. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari Yohana 16 mstari ule wa 13 na 14 hadi 15. Yule msomaji wangu mzuri yuko wapi? Ni muazime maiki yangu. Karibu. Hii hapa maiki bwana. Yohana 16 13 hadi 15. Tasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13 na 13 hadi 15. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli,
lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Awatie kwenye kweli. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa maana hata nena kwa shauri lake peke yake. Lakini yote atakayoyasikia atayanena. Ila yote atakayoyasikia atayasikia wapi? Kwa Yesu. Kwa Mungu. Atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari. Na yale ambayo hayapo sasa, yamefichika, yanaenda kutokea kesho, atawapasha leo habari zake. Yaani unasikia? Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Amen. Yaani Roho Mtakatifu akiwepo, kinataka kutokea kitu kibaya, yeye ataanza kukwambia acha, usiende huko, kuna kitu kibaya. Na ukiacha kibaya kile kinafanyaje? Kinatokea kule, wewe uko salama. Bwana asifiwe. Huyo sio unabii, ila ndo kazi, ndio jukumu la Roho Mtakatifu, kukuongoza kiroho na kimwili. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa na wasikiliza wale wahubiri wa sasa hivi, wanasema kanisa la matengenezo wamekomaa tu. Wigi masuruale hayaendi mbinguni. Tumeshaacha kuhubiri hizo habari. Kanisani hapa tunahubiri habari za kanisa lijazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akijaa kwako, yeye ndo atakwambia. Sawa Yeye ndo atakwambia hii ni dragon hata. Sawa Yesu Mtakatifu atakuongoza akutie kwenye kweli yote. Bwana asifiwe. Na yeye ana tabia, anakuonya mara ya kwanza, ukikaidi anakuonya mara ya pili, ukikaidi anakuonya mara ya tatu, ukikaidi anajinyamanzia, na akiona unaondelea anakuacha. Hadi akina Biudi Mishori wanahubiri, akina Mbarikiwa Mwakipesile wanahubiri, na wewe hausituki, ujue alishaondoka Roho Mtakatifu. Umebaki wewe ni kondoo ya kanisa ambayo sasa iko huru kufanya chochote inachojisikia, ikitaka hata pombe inywe wala hamna shida. Lakini ukimsikiliza Roho Mtakatifu, hautasubiri kina Katekela tukushuhudie mambo ya kuzimu ndo uache dhambi. Ukimsikiliza Roho Mtakatifu akuongoze, hautasubiri uombewe maombi ya ukombozi. Maombi ya ukombozi, Roho Mtakatifu ndiye mkombozi mwenyewe. Akipewa nafasi, hatakubali uwe mateka ya adui alafu na yeye awepo. Hapana, yeye ndiye mfalme. Haleluya. Sio, unanielewa? Yaani eti uombe mtu mwingine apone alafu wewe ufe. Sio roho. Hayupo. Nataka nikwambie hivi, hata kama taarifa za kufa kwako, Roho Mtakatifu akiwepo, yeye ndiye atakwambia kwamba sasa unaenda kupumzika. Nimekuwa shuhuda, maana niliona kwa babangu. Wakati baba anafariki, nilikuwa nahubiri injili kwa mzee Muiche hapa Mbagala Kizuiani. Siku ya Jumanne akanipigia simu akaniambia, mwanangu, sio siri tena, naomba nikuambie neno gumu, lakini usiogope. Bwana ameniita, ameniambia muda wangu umekwisha. Sasa ameniachia siku chache uje nikukabidhi familia yangu. Mimi naondoka, ukichelewa naondoka.
Nikamwambia muite, ukimuuliza atakwambia pale Mbagala alikuwepo. Nikamwambia baba yangu kule ni mgonjwa na ameniambia hivi na hivi, naomba uniruhusu. Akasema hamna, muite naye ni mbabe. Sasa hutoki. Roho wa manabii utii manabii. Hiyo mauti ninaizuia na hayo magonjwa nayazuia. Mzee hataondoka mpaka utamaliza salama mkutano na utaenda utamkuta. Mzee nikafikiri masiala, mzee akaomba pale. Alivyoomba nikamwambia baba, sasa nitakuja Jumatatu. Baba akasema kama Bwana akiniweka utanikuta. Wewe Bwana alimuweka. Maneno ya Muhiche yalimtuliza. Nikamaliza mkutano pale Mbagala Kizuiani, nikasafiri. Nafika Jumatatu hospitali. Baba akaniona, akaniambia mwanangu naondoka, lakini Bwana ameniambia baraka zangu anawapa nyinyi watoto wangu. Na wewe ndiye utakaye kuwa dereva wa kuwaonyesha ndugu zako. Naomba watunze ndugu zako. Akachukua Biblia akanikabidhi, akasema hii Biblia ndio niliyokuwa natumia kumhubiri Kristo. Usiipoteze mwanangu. Nenda kuhubiri. Nilikuwa naenda Kongo. Akanifukuza hospitali, akasema wewe tumeshamalizana. Ila ukisikia nimekufa hata leo usiahirishe kuhubiri. Maana nimeshakupa tiketi ya kuhubiri. Na kweli nikiwa safarini kwenda Kongo, nikapigiwa simu kwamba tayari mzee amekuacha. Kibinadamu iliniliza sana, nikalia. Lakini siku ya mazishi nikakumbuka maneno yake ya mwisho. Nikawaambia watu, sisi ni jasiri kwa sababu tumeambiwa taarifa ya kuondoka kwa mzee wetu. Hatuna hofu maana amepumzika na kazi aliyoifanya tunaiendeleza. Bwana asifiwe. Lakini wewe, moto hauzimwi kwenye karatasi, utawaka tu. Badala ya kuachana mfupa, bendera chuma, mlingoti chuma, anafanya mwenyewe kazi. Nimewahi kugongwa na gari, kupusiwa. Walikuja Freemason 8 na gari zao kule Kahama, wakanipushi, wakaja ili wanisage kichwa. Bahati nzuri akili ikaniepusha, kichwa kikatoka kidogo, tairi ikapita hapa mpaka hapa, nina makovu. Nimelazwa hospitali wiki 2. Wiki ya 3 nikawa na mkutano EAGT Sombetini pale Arusha. Nikawaambia naombeni mnisaidie tiketi ya ndege, siwezi kupanda basi. Wakapata hela wakanitumia tiketi. Nikaenda Mwanza nikapanda ndege. Nikiwa na wheelchair. Yaani natoka kwenye ndege wheelchair inanisukuma. Wakanipokea na magongo. Nilipofika madhabahuni nilihubiri siku ya kwanza na magongo. Siku ya pili nikaweka chini gongo, nikapewa mti fulani. Mama mmoja afisa wa migration alikuwa amenitafutia kule Namanga. Akaniletea gongo fulani la mti. Nikahubiri nalo siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Siwezi kusimama. Nikitoka madhabahuni naingia wodini. Nikulala, madaktari wanakuja na madripu. Siku ya Jumatatu Roho Mtakatifu akaniambia usimalize semina, hubiri mpaka Jumatatu. Nina jambo na wewe. Wewe huwezi amini. Mguu X-ray zinasema hapa pamevunjika. Hii sahani hii ilikuwa imeenda huku, wakarudisha kwa kutumia nguvu, kugonga. Mguu umevunjika. Wewe, muujiza ulitokea hapa madhabahuni. Nikatupa gongo, nikatembea mwenyewe. Na nikatoka hapo Arusha nikapitiliza Malawi. Nikahubiri siku 10 mpaka leo imebaki kovu hapa na hapa. Miguu yote miwili imebaki kovu. Aliniponya Roho Mtakatifu. Ninao ushuhuda, ninao ushahidi, ninao uhakika. Huyu
Roho ni harisi, atakusaidia. Pokea ushindi wa Roho Mtakatifu. Pokea baraka za Roho Mtakatifu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Nafasi ya Roho Mtakatifu ikaongezeke kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Na apatapo nafasi akakutendee yote unayoyahitaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote na tuseme amen. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti.